Malaika akanijuza jambo moja hili baada ya kusoma ushuhuda wa dada mmoja aitwaye Fabiola aliyetoka nchini Madagascar. Malaika akaniambia, ikiwa watu 1000 wakafa duniani katika dakika moja, watu 10 wataenda mbinguni na wanaobaki wote wataishia kuzimu. Somo letu la leo lina kichwa, ingieni kupitia mlango mwembamba. Karibu sana. Hapa ni kipindi Yesu ndiye njia. Endelea kutufuatilia kupata mafundisho mbalimbali ya kukulia wokovu na jinsi ya kuwa na uhusiano wa ndani hata zaidi na huyu Bwana wetu Yesu Kristo, huku tukiendelea kujiandaa kumlaki, maana kwa hakika ujio wake umekaribia sana. Somo hili letu la leo limeweza kuandaliwa na mtumishi wa Bwana mwinjilisti Alan Wallace kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Unaweza kumpata mtumishi huyu wa Bwana katika social media platforms tofauti tofauti kwa jina hilo hilo la mwinjilisti Alan Wallace. Kwa mawasiliano zaidi, kwa ushauri, kwa mapendekezo na kwa msaada wowote ule ulionao, unaweza kupata nambari yake ya simu mwisho kabisa wa kichwa cha video hii. Na msomaji wako wa leo ni Pili Elijah. Na bila kupoteza wakati, twende moja kwa moja katika somo letu la leo, ila kwanza wacha tumkaribishe Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu akapate kutuongoza. Karibu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtakatifu wa watakatifu Bwana, tunakuja mbele zako tukisema ni asante kwa huu wakati mwema ambao umetuandalia tukapate kusikia kutoka kwako. Baba wa utukufu, tunaomba uturehemu pale ambapo tumeenda kinyume na neno lako, tukamhuzunisha Roho wako Mtakatifu. Tunakuomba utusamehe, mimi pamoja na yule ambaye anausikiliza ujumbe huu. Bwana, ukatutakase kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo. Nami ninaomba Bwana, somo hili Mfalme, kwa yule uliyekusudia likapate kubadilisha maisha yake. Bwana, achilia neno lako likaende kama upanga katika moyo wake, likapate kumrekebisha na kumfungua macho na kumwonyesha njia ili asipotee katika dhambi zake. Bwana, ninakushukuru maana kwa hakika wewe ni mwaminifu na neno lako kamwe haliwezi kurudi bure. Ninakuinua, ninakutukuza maana kwa hakika hakuna Mungu kama wewe. Na ni katika jina lako kuu takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Karibu. Niliweza kusoma katika ushuhuda wa dada yetu mpendwa ambaye amekirimiwa kuona walioko katika mateso ambayo tukishindwa kudumu katika njia iliyo sahihi au tukashindwa kufanya mabadiliko, tutaanguka na kuishia kuzimu. Sio kwamba anakufuru ama mimi nakufuru kwa kukujuza mateso yatakayowapata watu. Hapana, ila ni kwa sababu watu wajue hatima yao kabla hawajaaga dunia. Kupitia shuhuda ya dada yetu mpendwa aliyekirimiwa kuona watu walioko matesoni kuzimu, alionyeshwa sehemu mbili tofauti. Kuna sehemu kwa wale ambao hawajasikia injili ya Yesu Kristo, na pia kuna sehemu kwa wale watu waliosikia injili ila wakashindwa kufuata vigezo husika kuingia mbinguni. Tukianzia kwa wale ambao hawakumpokea Yesu Kristo, tutasoma katika waraka wa pili wa Petro, sura ya 2 mstari wa 9. Neno la Bwana linasema, basi Bwana ajua kuwaokoa watauwa na majaribu na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Mpendwa, ikiwa mtu akakuua leo na ikawa hujampokea Kristo ipasavyo, utajikuta unaishia kuzimu na yule aliyekuua atashuka kuzimu pamoja nawe. Utamchukia, utamkasirikia na kugombana na yule aliyesababisha uingie kuzimu ukisema, endapo singeniua ningeweza kumfuata Yesu Kristo na kufanya mabadiliko ndani yangu. Nikimtumikia Mungu, nisingekuja huku kama sio wewe kuniua. Ndugu yangu, ukiwa wewe ni mnywaji wa pombe au chochote kilichokimiminika chenye kilevi au chenye kiashiria kama hicho, kitakachokukuta ni hiki usipotubu na kufanya mabadiliko katika maisha yako.
Utalazimishwa kunywa maji ya moto, na mpendwa, hutoweza kujizuia, kwa maana mapepo watakuwa wanakusimamia. Utakunywa kwa lazima. Kwa wale wavuta sigara, wanalazimishwa kuvuta sigara mfululizo pasipo kuacha, na hayo ndiyo mateso ya wavuta sigara. Na kwa wale wavuta tumbaku, ni kula vumbi, ni mfululizo, hakuna kusema kuna dakika kutulia. Ni mateso yako unaojichagulia hapa duniani bado ukiwa uko hai. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 9 mstari wa 17, neno la Bwana linasema, wadhalimu watarejea kuzimu, naam, mataifa yote wanaomsahau Mungu. Kwa wale wanaopenda kucheza miziki ya kidunia, ni kucheza katika moto pasipo kutulia hata kwa sekunde. Moto unawaka na muziki utaucheza. Kwa waimbaji wa nyimbo za kidunia, wanalazimishwa kuimba huku nyoka wakiwang'ata pasipo kutulia, moto ukiwaka pasipo kutulia. Na kwa wale wazinzi, wanatupwa katika kitanda kinachowaka moto, na nyoka aliye na miba ya moto huwaingia wanawake kwa wanaume, akifanya nao mapenzi mfululizo pasipo kutulia, miaka nenda miaka rudi, moto ukiwaka, utake usitake, pasipo kutulia. Na kwa wale waabuduo sanamu, hupigwa na miti iliyojaa na misumari. Baada ya kutoboka, funza wasiokufa huwaingia watu hao na kupitia katika mashimo yale yaliyotoboka katika miili yao, na kuingia katika miili yao, na kulazimishwa kuwekwa juu chini, mikono chini na miguu juu, akiwa katika moto mkali sana. Tukisoma katika kitabu cha Isaya 66 mstari wa 24, neno la Bwana linasema, nao watatoka nje na kuitazama mizoga ya watu walioniasi, maana funza wao hatakufa, wala moto wao hautazimika, nao watakuwa chukizo machoni pa wote wenye mwili. Kwa wale wacheza mpira, watalazimishwa kucheza mpira wa moto milele, wakiwa katika moto, hakuna kupumzika. Na kwa wale wapendao kuvaa cheni, hereni, bangili, vikuku, kacha, pale wanapokufa na kuingia kuzimu, vitu vyao vyote wanavyovimiliki hubadilika na kuwafunza wakali wanaowauma na kuwatoboa. Funza hao huingia na kuwatoka watu wale, miaka nenda miaka rudi. Ndiyo adhabu anayojichagulia mtu akiwa huku duniani, pale anapokuwa bado yupo hai, moto huku ukiwaka pasipo kukoma. Kwa wale wanaopenda kubadilisha nywele zao rangi, wanazipaka black, bleach, wapendao kuweka vishanga na viurembo katika nywele. Kwa wale wapakao waves nywele zao, zitakuwa zinayeyuka kwa moto na nyoka wakiwang'ata kwenye vichwa vyao, maana hapo ndio sehemu walioiharibu katika miili yao, huku moto ukiwaka mfululizo pasipo kutulia. Na kwa wale wote waliojihusisha katika uchawi, watateswa wakisimamiwa na mapepo wenyewe, wakiwachoma na kuwaumiza kwa vitu walivyokuwa wakifanya. Moto haukomi. Na tukiingia katika sehemu ya pili ya mateso kwa wale ambao walimpokea Bwana wetu Yesu Kristo lakini wakaishia kuzimu, tutaanza katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Neno la Bwana linasema, si kila aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Tukisoma pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 8, neno la Bwana linasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Umesoma neno la Mungu, lakini hujalipokea vile ipasavyo, utageuzwa kipofu kwa kupitia mateso. Umesikia watu wakikuhubiria neno la Mungu ili ubadilike, na hukubadilika.
utageuzwa kiziwi kupitia mateso. Utageuzwa bubu kwa unafiki wa maombi yako. Umesikia ama umesoma hiki sio kizuri, acha wewe ukaendelea. Utacheza katika moto, funza wakikung'ata na mapepo wakikuzidishia maumivu, kwa maana umesikia neno, umeamini mengine ukayapuuzia. Mapepo wapo kwa ajili ya kukukumbusha juhudi zako ambazo ulifanya katika maombi, katika huduma ulizofanya. Mapepo watakukumbusha yote uliyoyafanya kwa ajili ya Mungu. Watakukumbusha siku uliobatizwa, ahadi ulizoweka kwa Mungu, hata watu uliowaombea, mapepo wenzao uliowatoa kwa watu. Kwa hayo watakutesa na kukuongezea maumivu. Utajiona ni jinsi gani ulivyokuwa mnafiki na mjinga kutokuifuata kweli yote. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wa 41, neno la Bwana linasema, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa wale wanaopenda kuwazungumzia watumishi vibaya, pia huwa na majigambo, hushindwa kudumu katika utakatifu. Haijalishi wewe unafanya kazi kanisani, umchungaji, nabii, mtume au kiongozi yeyote katika kanisa ama hata muumini. Iwapo unashiriki katika vitu hivi viovu, hakika kuzimu inakusubiri. Wachungaji wa kutosha wapo katika mateso hivi sasa kwa sababu ya chuki juu ya watu ama mtu fulani. Waligoma kusaidia maskini, wajane, yatima, wakawa wanawazungumzia watumishi wenzao vibaya na makanisa yao. Kuzimu inawasubiri watumishi wa namna hii. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 9 mstari wa 17, neno la Bwana linasema, wadhalimu watarejea kuzimu, naam, mataifa yote wanaomsahau Mungu. Kuna wachungaji wapo kuzimu kwa kupenda pesa. Wale waimbaji makanisani wasioimba kwa kumtukuza Mungu, ila kwa nia zao wenyewe waonyeshe sauti zao zilivyo, ama mavazi yao yalivyo, ama namna walivyojipamba. Mateso yao yanawasubiri kuzimu, akiwepo nyoka wa kuwaingia midomoni, wakitoka masikioni, machoni na kila sehemu zenye njia za kuingilia na kutoka. Na kwa wale wanawake wanaovaa suruali, vipensi, sketi za kubana, hakika baada ya kufa kuzimu inakusubiri. Kwa maana tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 27 hadi 28, neno la Bwana linasema, mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Na pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 22 mstari wa 5, neno la Bwana linasema, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana na kila afanyaye mambo haya ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Na kwa wale wanaume wanaovaa vimodo, vipensi, body tight, cheni, hereni, wanaosuka wote, kuzimu inawasubiri na mapepo kuongezea mateso. Sasa leo wewe unajua ukweli, lakini hutaki kufuata, nawe utaanguka katika kujiingiza kuzimu kwa sababu ya hukumu ile. Ulijua kweli, ila ulikuwa na moyo mgumu ukakataa kubadilika. Tukisoma neno la Bwana katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 26, neno la Bwana linasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi.
Ndugu yangu mpendwa, unaifuatilia ujumbe huu. Nadhani ni muda mzuri tukaanza kuangalia vizuri wokovu wetu. Tusije tukawa tunajidanganya na kujiona tunafaa kuingia katika mbingu, kumbe kuna vitu tunakosea ama hatutaki kuvifuata na mwisho wa siku tukaishia kuzimu. Ndugu yangu, tukumbushane tu sote kwa pamoja na ndugu zetu makanisani, majumbani, makazini, mitandaoni na hata mitaani mwetu juu ya namna ya kuishi na kujiweka ili tuwe tayari kuweza kuingia mbinguni, maana kwa hakika ujio wa Yesu umekaribia sana na Yesu yupo mlangoni kuchukua watu wake. Amin. Na huo ndio mwisho wa somo letu la siku hii ya leo. Naamini ya kwamba yapo mengi ambayo umeweza kujifunza, basi tujiweke tayari ili neno hili lisije likawa hukumu katika maisha yetu. Hata wakati mwingine, shalom, shalom.